Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Mohamed Ali Abdullah amevitaka vikundi shirikishi vya polisi jamii kushirikiana katika usimamizi wa kupambana dhidi ya uhalifu utakaojitokeza katika maeneo yaliyowazunguka. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mafunzo maalum ya polisi jamii yaliyoshirikisha masheha wa shehia mbalimbali katika skuli ya Kiembe Samaki, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, amesema kuwepo kwa mafunzo ya ulinzi shirikishi kutasaidia kutokuwepo kwa uhalifu pamoja na miziki itakayochangia uvunjifu wa amani Zanzibar. Tayari katika kuweza kuyazindua mafunzo maalum yatakayoweza kutupa dira, ambapo mafunzo haya ni falsafa ya ushirikiano baina ya wazee wetu polisi pamoja na sisi tuliokuwa sio polisi, ili tuwe na kitu kimoja cha kuweza kubaini, kutoa taarifa na hatimaye kuweza kuzuia uhalifu katika maeneo yetu. Mimi nikushukuru sana kamanda wa polisi wa mkoa, kwa sababu tumekuwa tunachokipanga ndicho ambacho tunachokitekeleza, na naamini kwamba tumekusudia mkoa wa Mjini Magharibi uwe tulivu, salama na usiwe na uhalifu, na hili linawezekana kama mkiamua. Upande wake kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi ambaye pia ni kamishna msaidizi mwandamizi Richard Mchovu amesema sheria na kanuni zitazingatiwa katika kuwapa kipaumbele polisi jamii katika majukumu yao ya kulinda amani nchini. Nataka niseme tu hapa kwamba mfumo wa vikundi vya ulinzi shirikishi upo, ni mwongozo kabisa wa jeshi la polisi, lakini baraza la mawaziri, na ule mfumo unakuwa katika ngazi ya shehia. Kwa hiyo anayesimamia vikundi vya ulinzi shirikishi, mwenye dhamana, anayevimiliki, ambaye anajua vinafanya nini, vinatakiwa vifanyeje, vifanye jambo gani, ni kina nani wawepo, ni sheha. Kwa kule bara anaitwa mtendaji wa kata. Hao ndio wenye hivyo vikundi, na vile vikundi kwa kawaida vinaanzishwa kwenye ofisi za masheha na ofisi za watendaji wa kata. Pale kwenye ile ofisi, sasa hivi hapa kwetu, najua mwenyekiti, unajua tunajenga ofisi za masheha. Miongoni mwa huduma zitakazotolewa pale ni pamoja na kuwa na kikundi, sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo vile vikundi vitakuwa na ofisi zao pale. Hilo ni jambo muhimu. Jambo ambalo nataka niliseme hapa leo mbele yako ni kwamba lazima tuelewe majukumu mbalimbali katika mfumo huo. Katika muundo wa kikundi cha ulinzi shirikishi yako majukumu ya sheha. Watu wa vikundi vya ulinzi shirikishi, wale wanaofanya kazi zile, ni lazima sheha watambue. Lazima. Yaani huwezi ukafanya shughuli za ulinzi katika shehia bila sheha kukutambua. Lakini sheha watambui tu kwa kuona sura. Ni lazima awe na orodha inayoonyesha wale ni kina nani, wakoje, wanatoka eneo gani, wanafanya shughuli gani. Lakini lazima kile kikundi kiwe na kiongozi wake. Yule kiongozi wa kikundi lazima awe na orodha ya wenzake, ajue leo zamu ya kina nani, wataingiaje. Lakini wananchi wana wajibu. Wajibu wa wananchi ni mkubwa sana kuhakikisha kwamba hivi vikundi vinakuwa hai. Hapa ndo tuna matatizo makubwa. Kule bara, mheshimiwa mwenyekiti, ziko sheria ndogo ndogo za kata. Mimi nimekuwa rasio Temeke, nimekuwa rasio Kinondoni, lakini nimekuwa rasio Rufiji. Maeneo yote niliyokaa, kwa sababu mimi naamini sana katika ulinzi wa wananchi, nilikuwa nazisoma zile bylaws, zile sheria ndogo ndogo za kata zinazoongelea mfumo wa vikundi vya ulinzi shirikishi, kazi zitakazofanywa na adhabu ambazo watu watakao default, watakao kosea watapewa. Nataka ni kuombe mheshimiwa mwenyekiti, kupitia hili utoe ruhusa sheria zetu ziwe na uwezo wa kutengeneza sheria ndogo ndogo za vikundi vya ulinzi shirikishi. Bila kuwa na sheria ambayo inawagaidi na waongoza, vikundi hivi vitaendelea kupata tabu, sababu vitakosa huduma muhimu kama tochi, buti na nini. Ile sheria ikiundwa inaeleza mfanyabiashara aliko kwenye eneo lile anapaswa afanye nini, atoe nini, mwananchi wa kawaida anatakiwa afanye nini. Hicho vikundi kitatengenezwa na kina nani, kitaanzaje? Ule muundo wa zile sheria nao ni sheria ndogo tu, inakuwa ni sheria ndogo, ina maeneo makubwa mawili. Kwanza kuelezea ni kikundi cha nani, cha wapi, kinafanya nini. Lakini ya pili ni kuelezea mambo ambayo kikundi kitafanya kama alivyoeleza kiongozi wa polisi jamii wa wilaya. Lakini lingine muhimu ni kueleza wajibu wa wananchi watachangia nini. Lingine linaeleza kwamba wale waliokamatwa watapelekwa wapi. Naye sheha wa shehia ya Fuoni Uwandani ndugu Juma Musa Juma ameiomba jamii kuwa kitu kimoja katika kupambana dhidi ya uhalifu unaoweza kutokea katika shehia zao. Tupo hapa, tumepata maelekezo mazuri sana kwa viongozi wetu, na tunasema kwamba tutafanyia kazi ili mambo yetu haya ndani ya shehia yawe salama na mtu atembee kwa salama na amani. Kwa hivyo kuna vijana kila shehia hapa watoe watu wao, ambapo kama tulivyosikia pale imeelezwa kwamba watapewa mafunzo maalumu, na vyeti watapewa na vitambulisho watapewa. Hili ni funzo zuri sana. Kama walivyoeleza tena viongozi wetu hapa, ni mjumuiko wa polisi wote
na viongozi wetu wakiwemo RC na DC wetu na wengineo. Tumeelimika vizuri sana. Tunategemea kwenda kufanya kazi vizuri sana, na zaidi ni kuleta mashirikiano zaidi huko, kama alivyosema kwamba mambo yanaanza ndani ya shehia. Kwa hivyo viongozi wetu washatupa mwongozo. Kwa hivyo hili kwa vyovyote tulikubali, mfahamu, tuwe kitu kimoja. Sasa tukiwa kitu kimoja, basi tutakwenda vizuri sana. Raia kwanza pale kuna askari wetu ambao watatembea kwa usalama, wenye biashara zao, wenye mali zao. Kwa hivyo itabidi kwamba kuna kamati ya fedha ile imezungumzwa pale. Itabidi na hawa polisi kutaka hawa askari polisi jamii wanataka kwamba wapate na msaada kama ilivyozungumzwa pale. Tunamwendea tajiri huyu au mwenye kujiweza hivi, bwana, tusaidie buti, tusaidie tochi, asirudi nyuma, ili katika sheria yetu tuwe na ulinzi. Na zaidi tuzungumze na vijana wetu ambao hao wenye mambo ya madawa hao, wazee wasiakingie vifua, mfahamu, kwa sababu ukimkamata mtoto akaenda kule au kijana akaenda kule, sasa inakuwa shida kwa wao, na mara nyingi sana wakiingia kifua. Kwa hivyo tukubali kwamba hawa watu tuwape elimu, tuwe pamoja nao, watoto wetu wote tuwape mashirikiano ya masuala yoache, ili sheria zetu ziwe katika amani. Kwa kweli tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuzuia uhalifu katika shehia yetu, lakini pia tukiongeza juhudi ya mafunzo ambayo tulikuja kuzindua hapa leo hii, tutazidisha nguvu na jitihada ya kupambana na uhalifu katika shehia yetu, lakini pia ni kwa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo naomba polisi jamii wenzangu wa shehia za tofauti katika mkoa wetu huu jitahidi kupambana na uhalifu ili kuweka mkoa salama, na najitahidi wale ambao walikuwa hawajajua, hawaelewi maana polisi jamii, naomba waje katika mashehia tofauti kujiunga ili tusaidiane katika mashehia kuweka nchi salama. Ukishirikiana masheha, wananchi na polisi jamii na jeshi la polisi, tunaweza sana kutokomeza vitendo vya uhalifu katika shehia na nchi kwa ujumla. Abdrahman Awes, nyuma ya kamera Abubakar Hassan.